Inawezekanaje mimi sasa maisha ya kuwe? Kama nipo naigiza. Inawezekanaje bwana? Unaigiza nini? Usichokelee hapo Melina ni nini? Mimi ndio mama yako. Yule ni mama yako mdogo alikuwa anakulea wewe. Nini? Alafu sikia basi. Ile kazi nimemrithisha mimi. Mimi ndio mwenyewe mkuu. Sasa nimerudi rasmi kufanya kazi yangu. Kinatoka chuma kinaingia chuma. Ajabu. Odi nyumba hii. Nyamuki, umerudi tena? Umerudi tena? Mdogo wako alivyotikisa kijiji hiki. Umerudi tena? Nakwambia hivi, mimi na binti yangu amerudi toka shule muda si mrefu. Hawezi kufanyiwa lolote. Nakwambia, yani hakuna kitakachofanyika. Nipo mimi tulipo hii. Akifanyiki chochote. Na mwaka huu wakufa atakufa. Unanitisha? Unanitisha? Sana. Unanitisha? Hiyo sikutishi. Mimi ni chuma. Sitikiswe na mtu yoyote. Nyamuki, nimerudi kwenye kazi yangu. Naifanya kazi yangu rasmi. Chuma ndo tutakapokiona sasa. Nimekwambia mwaka huu na wakufa atakufa. Ukeketi mtu kijiji hiki. Yaani nakwambia Nyamuki, utarudi kama ulivyotoka. Tutaona. Utaona. Nipo mimi. Utaona. Sawa mwanangu, naenda wapi? Kwa rafiki yangu mama. Rafiki yako yupi? Melina. Melina unamjua vizuri? Yule ndio mtoto wa ngariba mkuu katika kijiji hiki. Yaani kama nataka kukeketwa, unataka kukeketwa? Mama. Zile ni mila potofu tu. Imani potofu zile. Umesoma? Ndio nimesoma, naelewa vizuri madhara ya ukeketaji. Na ndivyo ilivyo. Sasa kama nasikiaga kingunge wa mji, yule ndio mtoto kingunge wa mji. Utakeketwa ili kupasa sasa hivi, ukae uchukue daftari ujisomee. Urudi nyumbani. Jamani, sisi tupo kwenye uwanja wa vita. Na siku zote ukiwa kwenye uwanja wa vita lazima ujipiganie wewe mwenyewe. Kuhusiana na hizi mila zinazoendelea hapa kijijini, kuhusu hili swala la ukeketaji, jamani, tushikamane, tulikatae, tulipinge kwa vikali. Kama mimi mwenyewe binafsi nimesimama, nimemkatalia mama yangu. Nimemwambia huyu anayejiita sijui ni mama yangu, sijui aliyekuwa mama yangu alikuwa ni mlezi, sijui ndo mama yangu. Nimemwambia hivi, mimi swala la ukeketaji ninalikataa na nitaendelea kulikataa. Ni kweli kabisa. Na sisi wote watatu hapa tunalitambua hilo vizuri. Kwa nini tuanze kuingia kwenye masuala ya ukeketaji? Wakati
Amna silitambua. Mune, ukulitambua hili jambo? Wote tunaitambua. Kwa nini tukubali? Upo sahihi. Lakini kingine, wazazi wetu wanafanya vile wakiamini kuwa pindi wanapomkeketa binti wanampunguzia kuwa na wanaume wengi au wapenzi wengi. Lakini hawatambui madhara yake. Madhara moja wapo, binti anatokwa na damu nyingi sana. Pia wakati wa kujifungua anapata tabu sana. Na kingine, kuna magonjwa lakini hawalitambui. Lakini pia tutawezaje sisi? Hapa cha kufanya ni kuamua tushikamane sisi wote mabinti, kwamba liwalo na liwe, tukinia mamoja, tutakalolipanga tukahakikisha kwamba tumelipanga na tukalifanya kwa ujasiri na kwa kuamua tunaweza. Binafsi mimi nishaamua, yaani nishamwambia mama yangu, wewe anajiita mama yangu. Nilimpinga ambaye nilijua ni mama yangu. Leo inakuja kuambiwa yule alikuwa mama yangu, alikuwa ni mlezi wangu, sijui kilikwenda kikarudi. Lakini bado ninasimama na nitaendelea kusimama, na nimemwambia liwalo na liwe. Iwe ni kufa, iwe ni kuishi, kwa sababu hapa duniani mtu anaishi mara moja. Nitahakikisha haya mambo yanaisha hapa kijijini, lakini ni kwa kushikamana sisi wote. Ni kweli kabisa, rafiki yangu. Kama huyu mama yake mzazi ameweza kupinga swala analolitaka, kwa nini sisi tushindwe? Yule sio mama yetu. Tushinde kwa lipi? Hatushindi. Kinachotakiwa hapa ni kuungana kwa kitu hiki kimoja. Hakuna kumwogopa mtu hapa. Pinga mila patafu, Zuia ukatili. Tazama, fedheha imenikumba. Ulikuwa wapi? Sinaongea na wewe. Wewe siku hizi umekuwa mwalimu Unapitisha mgomo kwa mabinti ili wasikeketwe. Kwa hiyo unaniuliza mimi kwa hiyo? Hilo swala sitaki nilisikie. Usipite kutia hamasa kwa mabinti. Ile ni jadi. Imefanyika kwa mabibi, mababu hadi mamama. Sasa wanafanywa mabinti wa kizazi hiki. sasa sikiliza bi mkubwa, kwa sababu siwezi kukuita mama kwa sababu sielewi. Sawa Hilo sahau. Ni hivi, hizo mila zako hapa kijijini hazitafanyika. Kama nipo mimi Melina, unanisikia Hizo mila zako hazitafanyika kwa mabinti. Wewe ndio unataka uwe mfano wa kuigwa. Kwamba uwaambie vijana, mmeniona mimi na nyinyi mnahitajika mfanywe kama mimi. Alafu najiita chuma. Ungekuwa chuma si ungejua kwamba mimi sijafanyiwa hizo mila? Si ungelijua hilo? Mimi sijakeketwa na sitakuja kukeketwa. Unanisikia Unajidanganya Melina, unajidanganya. Kama ulikuwa unamchezea huyo mama yako mdogo, mimi ndio nilokuzaa. Sitoshindwa na jambo lolote kwako. Na nipe wiki hizi 3 nilitaka nisikie kutoka mdomoni kwako. Hichi ninachokiona kwako kiko sahihi au macho yangu yananiongopea? Sasa nisikilize. Nisikilize bi mkubwa.
tunaishi kwenye nyumba moja. Mimi na wewe ni maadui wakubwa. Ukilala lijua hilo, ukiamka lijua hilo. Umejidanganya. Ndana kuanzia sasa hivi ushindwe kunikalikia, mimi ni mama yako. Unaongea na mama yako, uongee na watu wengine, shusha sauti. Hata kama uliniweka tumboni kwako miezi 9, ukweli nitakwambia. Na hizo mila zako ulizozileta hapa kijijini, usifikiria mimi Melina nitazikubali hata siku moja. Si unanielewa? Nimekuita hapa Mama Shema. Kipindi kimefika. Kipindi cha kuandaa mabinti kwenye ukeketaji kimefika. Sasa ili jukumu na kukabidhi wewe. Lakini swala moja litakuja kwa shida. Binti yako amekuwa ndiye kishawishi kikubwa sana hapa kijijini. Kuwashawishi mabinti wote ili wasiweze kufanywa mila. Tunafanyaje? Mama Shema, hilo nalifahamu. Sawa. Hilo lisikupe shida. Yule ni binti yangu, bado yuko chini yangu. Sawa sawa. Ila kazi ninataka kukupa ni hiyo. Wakusanya mabinti. Na hivi karibuni nitakupatia nguvu. Sawa. Ili usisumbuliwe na mtu yoyote. Sawa sawa. Nashukuru sana Ngariba kwa kuniheshimisha katika kikao hiki. Nimepata malalamiko katika kijiji chetu, kuna kama mtafaruko fulani hivi, kuna kama kimgomo baridi hivi kwa mabinti. Nimeambiwa kuna mabinti hawataki kabisa kufuata mila zetu. Ndio. Hilo nimeongea ndio. Hata huyo mama alinifuata nyumbani kwangu. Akaniongelea maneno machafu sana. Akaongea maneno hayana maana. Nikamshangaa sana mkubwa wangu kwa maneno anayoongea. Mimi niliongea maneno machafu. Nakwambia hivi, haiwezekani. Itawezekana. Studio lako hapa limegoma. Itaendelea. Hakuna, mimi nakwambia. Sikilizeni. Ndio utakapoona. Kikao hiki nadhani kimeitishwa kikao cha utulivu. Na tunahitaji kujadili mambo ili yaende sawa katika kijiji chetu. Kwa hiyo tusirushiane maneno, tuongee kwa point. Nimesikia kwamba Melina ndo anayehamasisha sana mabinti katika hiki kijiji wasifate mila zetu. Melina, hili ninalolisikia ni la kweli au si kweli? Hayo mamlaka umeyatoa wapi? Ni kweli kabisa. Nafanya hivi. Kwa nini wakati unajua tangu enzi za mababu kijiji hiki lazima ukeketaji ufanyike? Umepata wapi nguvu hiyo wewe? Kwanza kikao chenyewe ndio hiki mmetuitia. Yaani kikao chenyewe ndio hiki mmetuitia. Yaani mimi nikajua tunaitwa kwenye kikao tunaenda kuelezwa mambo ya msingi. Tuchimbe wapi visima tupate maji? Tulime vipi tupate vyakula vya kutosha hapa kijijini? Mnatueleza ujinga. Kama kikao ndio hiki, mimi simo, endeleeni. Melina! Unaona dharau wanazoonyesha? Na mimi ndio nimelipa kazi ya kuandaa mabinti. Si unaona sasa hii dharau aliyoonyesha mtoto wake? Sasa mimi nitafanyaje?
ondoa shaka kwenye hilo. Juu ya jambo hili lazima lipate ufumbuzi. Haiwezekani watu wachache kwenye kijiji wakafinya mila zetu. Mila hazipotei, mila zinaishi, na ni lazima mila ziendelee. Haziwezi kuendelea. Nikwambie kitu, wewe endelee nayo mama, hayo yaendelee kabisa, lakini kwangu mimi haiwezekani, ni upuuzi kabisa. Haitawezekana kukeketwa, yaani haiwezekani. Itakuwaje upuuzi? Haiwezekani, ni upuuzi. Mwanangu, ondoka sisi, endeleeni tu na hicho kikao, lakini sisi hatuwezi. Sisi mtaalamu unavyoelewa. Hawa ni wana kijiji, watabaki kuwa wana kijiji na mila na desturi zitafanyika. Nyinyi wengine naona nyinyi ndio mnaoheshimu mila za kijiji chetu. Juu ya hawa wachache ambao wanatukatalia, usiwe na hofu, lazima tutawashughulikia. Kulikoni, mbona unakuwa hivyo? Hivi dada, hivi kwani umekosa kuwa na kauli pale kwenye kikao ya kuongea? Umekosa kutoa kauli pale kukataa kwenye kile kikao? Lakini au usiogope. Na mdomo unao kuzungumzia, mbona umenyamaza? Dada, licha ya hivyo lakini wewe dadangu ulikuwepo pale. Kwa nini mdogo wako mtoe hiyo kauli wakati wewe upo? Mimi nilitegemea utatoa kauli pale kukataa hilo jambo. Lakini ndio kwanza umeinamisha kichwa chini. Unafahamu fika kabisa madhara yake, kwa nini ungalia kimya? Ni kwa nini ukubali mimi mdogo wako nifanyie ukatili wa namna hiyo? Lakini mdogo wangu, kubali tu ufanyiwe. Ukikataa unanihatarisha mimi. Dada, nikubali ujinga huo. Dada sikiliza. Uwepo matatani, usiwepo matatani. Mimi hilo silijali. Ninachojali ni uhai wangu tu. Siwezi kukubali kufanyia ukatili wa namna hiyo. Nitaungana na yule rafiki yangu kukutetea hili jambo. Siwezi kukubali ujinga huo mimi. Choza. Abe. Nimekuja na jambo moja tu. Mwambie mdogo wako asiwe karibu na binti yangu. Alafu Choza, mwambie mdogo wako akubali kufanyiwa mila zetu za ukeketaji. Hizi ni mila zetu. Walianzia mabibi na mababu. Na hata wewe ulifanyiwa. Kuna madhara yote uliyaona? Mwambie binti yako ili swala akubali, asiungane na binti yangu wakawa wanaongea ujinga huko waliko. Alafu Choza, nikikuona na wewe umelipinga ili swala langu mimi, nitakufanya kitu kibaya sana. Nakuelewa Ngariba, nitakufanyia kazi. Uwe makini sana kwenye ile swala.
Melina. Ulikuwa unaenda nayo wapi silaha yangu? Ulikuwa unaenda nayo wapi silaha yangu? Hiyo ni silaha yangu. Haichezewi na mtu yoyote. Kwa hiyo silaha wewe utadunda. Nenda kuichoma. Ama nichome mata. Ndio inakupa kiburi. Nakupa onyo la mwisho. Sitaki uchezee silaha yangu tena. Melina, ukirudia tena nitachokufanya, nitakuziba macho, masikio hadi mdomo, na ushukuru ni kizazi changu. Kingelikuwa kitu cha mtu mwingine nishafanya vibaya. Siishi hapa. Siishi hapa. Najua silaha yako ya mwisho. Naelewa. Utaona. Umetokea wapi mama? Mume wangu, nilikuwa kwa Ngariba. Kila siku wewe ni kwa Ngariba na wewe. Kila siku wewe na Ngariba na wewe. Mbona unanichanganya mke wangu? Unajua wewe mwenyewe madhara ya Ngariba mpaka leo. Umejifungua mtoto wa kwanza, bahati mbaya tumemkosa mama. Mtoto wa pili mimba imeharibika, tumemkosa pia. Wa tatu tena huyu wa juzi mimba imeharibika. Nini choza wanafanya? Mama yangu nyumbani anahitaji kuitwa bibi. Baba yangu kule aliko anahitaji kuitwa babu. Na ukiniona mimi hapa nahitaji kupata mtoto choza. Na ndo situation yangu iliyobakia kwako muhimu. Yaani hiyo ni situation ninayokuachia mama. Ninahitaji kupata mtoto. Tofauti na hapo niambie wewe tunafanya nini? Lakini mume wangu, hizi mila na desturi zetu nilifanyiwa nikiwa mtoto. Sikiliza nikwambie wewe. Ninachotaka kusikia ni habari ya mimi kupata mtoto kupitia wewe. Full stop. Nimemaliza. Dada, si nilikwambia dada. Kwa hiyo uko ndani unasikiliza ya nje. Mfano mzuri ni wewe mwenyewe. Angalia madhara gani unayopata sasa hivi.
Nashangaa sana unapokuwa unaendelea kunilazimisha mimi niingie kwenye hizo mila zenu. Upo ndani lakini unasikiza ya nje. Yanakuhusu? Angalia madhara gani unayapata dada. Kwani unaendelea kunishawishi mimi kufanywa huo ujinga? Dada, unakoelekea unaenda kuivunja ndoa yako kwa mikono yako miwili. Lakini mdogo wangu nilifanyia nikiwa mtoto. Aha. Ulifanyiwa kama mimi nilivyokuwa saizi bado binti. Madhara yake nakuja kuiona baadaye. Baadaye nitakapoolewa kama wewe ndio nitayaona. Kwani unashindwa kujiongeza dada? Kulikoni tena, mbona haraka haraka? Soloko, mimi toka muda huo kichwa changu hakifanyi kazi. Nikaona siwezi kulala mpaka nifike kwa Soloko nikapate mawazo. Tufanye nini ili watu wakubali hili swala la kwetu sisi? Kama yule mama unamuona hataki kusikia swala lolote, anabisha kwa kila jambo ambayo unalomshauri. Sasa nimekuja kwako nije kupata wazo. Una mawazo gani mwenzangu? Mariba, tangu nitoke pale kwenye mkutano kichwa changu kinawaka moto. Kiukweli nimefirisika kabisa mawazo kwenye kichwa changu. Soloko, kwa hiyo umetoka pale mwanaume hujapata wazo mpaka sasa hivi? Kila nikijaribu kuwaza namna ya kufanya hawa watu watuelewe imekuwa ni ngumu sana. Soloko, mimi ninalo wazo. Wazo gani? Wanatakiwa watu wafunge vinywa vyao, wafungwe vinywa vyao. Yaani wasiseme kitu chochote tunapoongea mimi na wewe. Wewe unalionaje? Tutawezeje kuwafunga vinywa watu wote wale? Soloko, yaani hapa cha msingi inataka mimi na wewe tufanye kafara. Inatakiwa mimi na wewe tufanyeje? Tufanye kafara. Kafara? Hiyo kafara ya aina gani? Soloko, kafara inatakiwa ifanyike. Tuue mtu mmoja. Kuua mtu tena? Maongezieni yote mnayoongea na Ngariba nimeyasikia. Ila ninachokuomba mume wangu, usije kujihusisha na mambo ya kishirikina. Nimesikia mnataka kutoa kafara. Je, unajua kafara hiyo anataka kutolewa nani? Mke wangu, ulichokisikia ni sahihi kabisa, lakini chunga sana mdomo wako. Ulichokisikia fanya kama hujawahi kusikia chochote. Unanielewa? Nimekuelewa mume wangu, ila nimekwambia tu